Karibu katika taarifa hii ya habari ya mchana wa leo, ambapo tunakuletea mfululizo wa matukio muhimu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na taarifa za afya zinazofuatiliwa kwa karibu katika ukanda huo. Katika vichwa vya habari vya mchana huu, hali ya taharuki inaendelea kutanda katika wilaya Masisi baada ya wazalendo kudai kumkamata askari anayewasilishwa kuwa ni mwanajeshi wa Rwanda kufuatia mapigano makali ya Nyabiondo kati yao na waasi wa M23. Tutaelekea pia katika wilaya Walikale ambako hali ya utulivu wa tahadhari inarejea katika eneo la Misambo baada ya mapigano makubwa kati ya jeshi la FARDC na waasi wa M23 yaliyopelekea wananchi wengi kukimbia makazi yao. Katika habari za afya, jimbo la Ituri limethibitisha mgonjwa wa kwanza wa Ebola aina ya Bundibugyo, huku mamlaka za afya zikiongeza tahadhari dhidi ya kusambaa kwa ugonjwa huo katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjini Uvira, kamanda wa kanda ya 33 yani 33e region ya kijeshi General Dunia Kashindi akabidhi msaada wa dola 50,000 kwa wazalendo wa Kivu Kusini baada ya makamu waziri mkuu wa ulinzi kushindwa kukutana nao kutokana na ratiba nzito. Na huko Minembwe, wananchi wameanza kurejea taratibu katika shughuli zao za kilimo licha ya hali ya ukosefu wa usalama kuendelea kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo. Basi na vile tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia mchana huu. Endelea kuwa nasi mpaka mwisho. Karibu. Tuanze na huko Kivu Kaskazini ambako mapigano makali yanaendelea kuripotiwa katika eneo la Nyabiondo wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako kundi la wazalendo lilidai kumkamata mwanajeshi mmoja anayetajwa kuwa ni askari wa jeshi la Rwanda wakati wa mapigano dhidi ya muungano wa waasi wa M23 na RDF. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, tukio hilo lilitokea siku ya Jumatano tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2026 baada ya mapigano makubwa kuzuka tangu asubuhi kati ya wazalendo na wapiganaji wa M23 katika kijiji cha Nyabiondo na maeneo yanayozunguka. Mashuhuda wanasema milio ya risasi na silaha nzito na nyepesi zilisikika kwa saa kadhaa, hali iliyosababisha taharuki kubwa kwa wakazi wa eneo hilo. Katika video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, mwanamgambo huyo aliyekamatwa anaonekana akieleza kuwa baadhi ya wenzake walipoteza maisha wakati wa mapigano hayo makali. Hata hivyo, bado hakuna tamko rasmi kutoka kwa pande ya Rwanda wala kutoka kwa M23 kuhusu madai hayo ya kukamatwa kwa askari huyo. Wakazi wa Nyabiondo wanaendelea kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao kutokana na mapigano yanayoendelea. Baadhi ya familia zimekimbia katika vituo vya afya, makanisa pamoja na maeneo mengine yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku wengine wakiendelea au wakielekea katika vijiji vya jirani. Mashirika ya kiraia katika eneo la Masisi yanaeleza kuwa hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya zaidi kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya wazalendo na M23 katika maeneo mbalimbali ya Masisi na Walikale. Wananchi wengi wanakosa huduma muhimu ikiwemo chakula, dawa pamoja na makazi salama. Kwa sasa hali ya usalama bado ni tete katika sehemu kubwa ya Kivu Kaskazini, huku wananchi wakiendelea kutoa wito kwa serikali na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kurudisha amani katika ukanda huo. Tubaki huko Kivu Kaskazini ambako hali ya utulivu wa tahadhari imerejea katika kijiji cha Misambo wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya mapigano makali yaliyowakutanisha waasi wa M23 dhidi ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Mapigano hayo yaliripotiwa kutokea siku ya Jumatano na kudumu kwa saa kadhaa, huku milio ya risasi au silaha nzito nyepesi kisikika katika maeneo mbalimbali ya Misambo na viunga vyake. Wakazi wa eneo hilo walilazimika kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao kutokana na mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa baadhi ya wananchi waliobaki karibu na eneo la tukio, hali ya hofu na sintofahamu ilitawala usiku mzima, huku familia nyingi zikikesha mafichoni. Baadhi ya wananchi walikimbia maeneo ya ibada na vituo vya afya wakitafuta hifadhi ya muda. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mapigano hayo yalitokana na jaribio la kila upande kutaka kudhibiti maeneo ya kimkakati katika eneo la Walikale, eneo ambalo limeendelea kushuhudia mashambulizi ya mara kwa mara katika miezi za hivi karibuni. Ingawa hali imetulia kwa sasa, wakazi wa Misambo wanaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa wakihofia kurejea kwa mapigano wakati wowote. Shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi bado zimesimama, huku baadhi ya shule na biashara zikibaki kufungwa kutokana na hali ya usalama kutokuwa
ya uhakika. Mapigano kati ya AFC M23 na jeshi la FARDC yanaendelea kuzidisha hali ngumu ya kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako maelfu ya wananchi wamekuwa wakikimbia makazi yao huku wakihitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa kutokana na mapigano hayo ya misambo. Tuvuke katika mkoa wa Ituri ambako mamlaka za afya katika jimbo la Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimethibitisha kugunduliwa kwa mgonjwa wa kwanza wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo katika eneo ambalo tayari linatajwa kuwa kitovu cha milipuko huo mpya wa ugonjwa wa hatari. Kwa mujibu wa taarifa kutoka sekta ya afya, mgonjwa huo alipatikana baada ya uchunguzi wa kitabibu kufuatia dalili zinazohusishwa na Ebola, ikiwemo homa kali, uchovu mkubwa pamoja na kutokwa damu katika baadhi ya viungo vya mwili. Mgonjwa huyo tayari amewekwa chini ya uangalizi maalum wa kitabibu, huku wataalamu wa afya wakianza uchunguzi wa watu wote waliokutana naye hivi karibuni. Mlipuko huo wa Ebola aina ya Bundibugyo unaendelea kuzua hofu kubwa miongoni mwa wananchi wa Ituri na maeneo ya jirani kutokana na kasi ya kusambaa kwa ugonjwa huo katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa afya wameanza kampeni ya uhamasishaji kwa wananchi kuhusu hatua za kujikinga dhidi ya maambukizi, ikiwa ni pamoja na kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kugusa wagonjwa bila kinga, pamoja na kutoa taarifa haraka kwa vituo vya afya kipindi dalili zinapoonekana. Mashirika ya afya ya kimataifa pamoja na serikali ya Kongo inaendelea kushirikiana ili kudhibiti mlipuko huo kwa haraka kabla haujasambaa zaidi katika maeneo mengi ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vituo maalum vya matibabu na uchunguzi unaendelea kuandaliwa, huku timu ya wataalamu zikipelekwa katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Wananchi wa Ituri wameombwa kuwa watulivu, lakini waendelee kutafuta maelezo ya wataalamu wa afya ili kusaidia kupunguza hatari ya maambukizi hayo ya magonjwa. Mpaka sasa mamlaka bado zinaendelea kufuatilia hali ya mlipuko huo, huku zikionya kuwa tahadhari kubwa inahitajika katika kipindi hiki cha dharura ya kiafya. Tujielekeze huko katika mji wa Uvira ambako kamanda wa kanda la 33 yani 33e region ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, General Dunia Kashindi amekabidhi kiasi cha dola 50,000 za Marekani ambazo zimetajwa kuwa msaada wa usafiri kwa kundi za wazalendo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan Kivu Kusini. Taarifa hiyo imetolewa mjini Uvira ambako viongozi wa wakilishi wa wazalendo walikuwa wakisubiri kukutana na makamu waziri mkuu anayehusika na ulinzi pamoja na masuala ya wapiganaji wa zamani Kabombo Mwadiamvita. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, mkutano huo au kuweza kufanyika kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ni ratiba nzito ya kiongozi huyo wa serikali. Katika mazingira hayo, General Dunia Kashindi alichukua jukumu la kukabidhi msaada huo wa kifedha ambao unaelezwa kulenga kusaidia gharama za usafiri kwa wapiganaji au wazalendo waliotoka maeneo mbalimbali Kivu Kusini. Hatua hiyo inaendelea kuzua mjadala katika mitandao ya kijamii na ndani ya duru za kisiasa, huku baadhi ya wananchi wakieleza kuwa msaada huo unaonyesha umuhimu ambao serikali unaendelea kuwapa wazalendo katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengine wanaona kuwa swala hilo linapaswa kufafanuliwa zaidi ili kuondoa sintofahamu kuhusu nafasi halisi ya makundi hayo katika operation za kijeshi huko DRC. Kwa sasa serikali ya Kongo inaendelea kushirikiana na vikundi vya wazalendo katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika juhudi za mapambano dhidi ya AFC M23 pamoja na makundi mengine yenye silaha ambayo yameendelea kusababisha hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu tarehe mpya ya mkutano kati ya viongozi wa wazalendo na makamu waziri mkuu wa ulinzi. Tujielekeze moja kwa moja huko katika eneo la Minembwe ambako shughuli za kilimo zimeanza kurejea taratibu katika eneo la Minembwe mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya hali ya ukosefu wa usalama ambao bado unaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo hayo.
Baadhi ya wakulima wameanza kurudi mashambani baada ya miezi kadhaa za hofu yaliyosababishwa na mapigano kati ya makundi yenye silaha yanayohusika katika migogoro ya mara kwa mara katika eneo hilo. Wananchi wengi wamesema kuwa kurejea kwa shughuli za kilimo ni hatua muhimu katika kukabiliana na tatizo la uhaba wa chakula ambalo limekuwa likiathiri familia nyingi. Hata hivyo, wakazi wa Minembwe wanaeleza kuwa hali bado si salama kabisa kwa sababu milio ya risasi na mashambulizi hapa na pale bado yanaripotiwa katika baadhi ya maeneo vya jirani. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wakulima walazimika kufanya kazi mashambani kwa tahadhari kubwa na kurejea mapema majumbani mwao. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo yanaonya kuwa uzalishaji wa mazao unaweza kuendelea kuwa mdogo ikiwa hali ya usalama haitaimarika kikamilifu. Wakulima wengi pia wanakabiliwa na changamoto za ukosefu wa mbegu, vifaa vya kilimo pamoja na njia salama za kusafirisha mazao yao kwenda sokoni. Licha ya changamoto hizo, wananchi wengi wa Minembwe wanaendelea kuonyesha matumaini ya kurejea kwa maisha ya kawaida ikiwa juhudi za kurejesha amani katika eneo hilo zitazaa matunda. Serikali ya Kongo pamoja na mashirika ya kibinadamu yanaendelea kuombwa kuongeza msaada kwa wakazi wa Minembwe ili kusaidia kurejesha shughuli za kijamii na kiuchumi ambazo zimeathirika kwa muda mrefu na migogoro ya silaha huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza taarifa mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuombe tuendelea kuwa nasi mpaka mwisho ili upate habari za kimataifa. Karibu. Asante sana Babu Abdallah kwa taarifa hiyo ya habari. Msikilizaji, karibu sana kwenye uchambuzi wa kina wa ripoti muhimu tulizokuandalia kutoka hapa mjini Bonn, na tunaanzia huko Afrika Magharibi ambako Senegal, bunge la nchi hiyo limempuuza Rais Bassirou Diomaye Faye na kumchagua Ousmane Sonko kwa spika mpya baada ya kutimuliwa kwenye nafasi ya waziri mkuu. Je, wachambuzi wanazungumziaje hatua hiyo? Kwa hiyo mzozo huu ni wazi kwamba unaipeleka Senegal kwenye hali ya sintofahamu, kwenye hali ya mpasuko wa kisiasa, na hii inaweza kuchangia pia sawa na ujirani wake ambao sio salama, Senegal ikaingia kwenye udhaifu na matatizo makubwa sana ya kisiasa. Na maelfu ya Waislamu mahujaji wamesimama mlima Arafa leo, kilele cha ibada ya Hajj, na tutakuarifu vile vile kuhusiana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Iran inailaumu Marekani kwa kukiuka makubaliano dhaifu ya usitishaji vita. Karibu sana msikilizaji na unayetufuatilia, na vile vile asante kwa kujiunga nasi. Tunaanzia uchambuzi wetu Afrika Magharibi huko Senegal kama nilivyotambulisha, ambako bunge limemchagua aliyekuwa waziri mkuu Ousmane Sonko kwa spika mpya wa bunge hilo siku 4 tu baada ya kufutwa kazi na Rais Bassirou Diomaye Faye. Uamuzi huo wa wabunge unafungua ukurasa mpya katika mgogoro wa kisiasa unaotikisa taifa hilo la Afrika Magharibi, huku ukionyesha kuwa Sonko bado ana ushawishi mkubwa ndani ya chama tawala. Mengi zaidi na Saumu Njama. Bwana Ousmane Sonko amepata kura 132 na amechaguliwa kuwa rais wa bunge la taifa la Senegal. Ni makofi yaliyotanda ndani ya ukumbi wa bunge la Senegal mara baada ya makamu spika Ismaila Diallo kutangaza ushindi wa Ousmane Sonko, mwanasiasa maarufu ambaye hadi wiki iliyopita alikuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Sonko alifutwa kazi pamoja na mawaziri wote wa serikali baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya Rais Bassirou Diomaye Faye, hali iliyoashiria kusambaratika kwa ushirikiano uliowapelekea madarakani kupitia chama cha PASTEF mwaka 2024. Kuchaguliwa kwake kuwa spika kunamrudisha katika ulingo wa mamlaka na kunawezesha kuongezeka mvutano wa kisiasa kati yake na rais, hasa wakati Senegal ikikabiliwa na deni kubwa la taifa na mijadala mikali kuhusu namna ya kuendesha mageuzi ya kiuchumi. Sonko alipata kura 132 kukiwa hakuna mbunge aliyempigia kura ya kupinga na mbunge mmoja pekee akijizuia. Alikuwa mgombea
pekee wa nafasi hiyo baada aliyekuwa spika El Malik Ndiaye ambaye ni mshirika wake wa karibu kujiuzulu Jumapili na kufungua njia ya kurejea kwake bungeni. Baada ya kuapishwa, Sonko alisema hatatumia nafasi yake mpya kuanzisha mgogoro wa taasisi za dola wala kumwekea vikwazo rais. Hata hivyo, alisisitiza kuwa bunge halitakuwa muhuri wa kupitisha tu maamuzi ya serikali, bali litaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuisimamia na kuiwajibisha serikali. Hatua hiyo imekosolewa vikali na upinzani. Kiongozi wa upinzani Aissata Tall Sall ameutaja mchakato huo kuwa mapinduzi ya kitaasisi, akisema Sonko alipaswa kwanza kujiuzulu waziri mkuu ili kurejea rasmi kuwa mbunge kabla ya kugombea uspika. Kwa kiasi kikubwa, Rais Faye aliingia madarakani kutokana na ushawishi wa Sonko aliyekuwa mshauri wake wa karibu na ambaye wengi wanaamini ndiye angekuwa rais kama asingezuiwa kugombea uchaguzi kutokana na hukumu ya kashfa ya udhalilishaji. Sasa baada ya kutimuliwa serikalini na kurejea akiwa mkuu wa mhimili wa bunge, Sonko anaendelea kuthibitisha kuwa bado ndiye mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa zaidi ndani ya chama tawala cha PASTEF na mmoja wa watu wenye nguvu zaidi katika siasa za Senegal. Na tunabakia hapo hapo, msikilizaji, kama ulivyosikia, chama tawala cha PASTEF na inaonekana kimetumia wingi wake bungeni kuchukua hatua hiyo ya kumchagua Sonko kuwa spika wa bunge la nchi hiyo. Upinzani unasema nchi imetumbukia kizani kufuatia hatua hiyo walioita ni sawa na mapinduzi. Je, kuchaguliwa kwa bwana Osman Sonko kuwa spika kuna ashiria nini kwenye mwelekeo wa kisiasa na kisheria nchini humo? Nimemuuliza swali hilo na mengine mchambuzi wa kisiasa Maliali kutoka mjini Paris. Tafsiri inaeleweka wazi kwamba kwanza hao ni viongozi wakubwa wa chama tawala cha PASTEF, na mzozo huu ni wa ndani kabisa kati ya vigogo viwili ambao vio ni wa chama ambavyo pia ni vigogo vya utawala wa nchi hiyo. Kwa hiyo mzozo huu ni wazi kwamba unaipeleka Senegal kwenye hali ya sintofahamu, kwenye hali ya mpasuko wa kisiasa, na hii inaweza kuchangia pia sawa na ujirani wake ambao sio salama, Senegal ikaingia kwenye udhaifu na matatizo makubwa sana ya kisiasa, ikiwa kwamba mzozo huu utaendelea kati ya vigogo hivi viwili na wa Senegal wakose busara ya kuweza kuweka pamoja na kumaliza mapema. Unadhani bunge lina dhamira gani kumchagua Sonko kuwa spika wa bunge? Bwana Bassirou Faye hivi sasa anafahamika kama ni mwenda peke, hataki kwenda kwenye utaratibu wa chama cha Pasteki, na tukikumbuka kwamba yeye kama kawa rais basi ni kwa sababu walimlinganisha na Sonko baada ya Sonko kudhibitiwa na kuweza kunyimwa haki ya kujichagulisha, lakini chaguo haswa la wana Pasteki na Senegal walikuwa wengi ilikuwa ni bwana Sonko. Kwa hiyo bado ni mtu maarufu na wingi wake bungeni umedhihirisha kwamba baada ya bwana Faye kuweza kuonyesha kwamba anamtema na kumtupa nje bwana Sonko, bunge limetumia wingi ule na chama cha PASTEF kimeweza kuonyesha kwamba sisi tunamuunga mkono bwana Sonko na tunamweka spika wa bunge. Maliali, mzizi wa fitna katika mvutano huu ni deni la taifa. Inafahamika kwamba ni deni kubwa lililoachwa na utawala wa Macky Sall. Kwa nini washirika hawa wawili wameshindwa kuelewana kupata msimamo wa pamoja mbele ya IMF? Ni kweli huo ni mzozo mkubwa. Bwana Sonko yeye hataki kurudi tena katika mikoba ya taasisi za kifedha za kimataifa ambazo anazishtumu sana kuwa hazitatui matatizo bali zinazidi kudidimiza, na anaweka mbele sana utaifa na juhudi za kitaifa, na hasa kuwafuatilia wale wabadhirifu wa mali waliokuwa viongozi wa serikali ya bwana Macky Sall waweze kurudisha mali hizo na wahukumiwe na waweze kuchukuliwa mali zao ziweze kurudi katika kulipa madeni. Lakini bwana Faye yeye ana mtazamo mwingine. Yeye ni mshirika, anataka awe ni mshirika wa taasisi za kifedha, na tayari umeona kamteua waziri mkuu tayari ambaye alikuwa ni mwanabenki wa benki katika bara la Afrika hili. Waliingia kwa mtazamo sawa, waliingia kwa malengo sawa. Kwa nini kwenye hili wameshindwa kuafikiana? Sio kwenye hilo tu, kutokuafikiana kwao tayari bwana Faye hataki kwenda kwenye kwapa la bwana Sonko, na ukimtizama ni mtu ambaye anajenga himaya yake hivi sasa na mtazamo wake na kujitafutia sasa kundi likubwa na yeye aweze kulijenga ili aweze kujiandaa kwenye uchaguzi wa 29 ambao tayari bwana Sonko na yeye ana mtazamo huo wa kugombea uraisi, na bunge limeshafanya mabadiliko katika sheria
uchaguzi ambao sasa inamruhusu bwana Sonko kuweza kugombea. Kwa hiyo kinyang'anyiro hichi ni sababu kubwa ambayo inawagawa vijana hawa ambao jana walikuwa marafiki na kama ndugu. Ingawa vile vile Sonko ameahidi kwamba hawezi kutumia nafasi hii ya uspika kuleta mgogoro au kumhujumu Rais Faye. Kwa umbali gani unadhani anaweza kuaminika? Kwa kweli sidhani kama ataminika, lakini bado ni maneno ya kisiasa ya mtu ambaye anaingia kwenye ngazi kama hile ya spika wa bunge. Bungeni ndiko kunakopita miswada mingi ya sheria, bajeti na mambo mengi. Kwa hiyo sidhani kwamba yale ambayo kukubaliana na bwana Faye akiwa waziri mkuu anaweza akayarahisisha na yakapita bungeni kiurahisi. Kauli ya kutuliza wananchi ni kauli pia ya kisiasa ambayo inaweka akiba ya yale ambayo yanaweza katokea na yakamsababisha yeye kubadilika na kuwa na msimamo mzito na mgumu zaidi. Ni Mali Ali huyo kama alivyozungumza nasi kuhusiana na swala hilo la Senegal, ambapo kumbuka pia waziri mkuu mpya Aminulu anatarajiwa kupitishwa na bunge hilo hilo. Tutafuatilia hali ya huko, lakini hivi sasa hapo ndivyo tunapohitimisha matangazo ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, hata tuende kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo ya kila siku ni wakati tunaletea habari sahihi tena za kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni. Asante.